بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وسلم. بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ndugu Islam, Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika Qur'an, kauli yake aliyosema katika surati al-Hashr, ya ayyuhalladhina amanu taqullah, enyi ambao kwamba mmeamini mcheni Mungu, waltanzur nafsun ma qaddamat lighadin, na iangalie kila nafsi kile ilichotanguliza kwa ajili ya kesho. Wattaqullah, na mcheni Mwenyezi Mungu, inna Allaha khabirun bima ta'malun, Mwenyezi Mungu ni mjuzi wa yale mnayoyafanya. Khitabu hii kaambiwa mu'min, ya ayyuhalladhina amanu, sisi. Alafu angalia mwanzo wake ni nini? Mche Mwenyezi Mungu. Ni katika sifa ya mtu kuwa ana imani, sifa ya ucha Mungu. Lakini angalia inafanyaje? Inakaririwa, muogope Mwenyezi Mungu. Alafu akaambiwa waltanzur nafsum ma qaddamat lighadin, na iangalie nafsi kile kilichotanguliza kwa ajili ya kesho. Alafu angalia aya inamalizia wattaqullah, muogope tena Mwenyezi Mungu. Unaweza kujiuliza fakra ya kati na kati iliyopo baina ya fakra ya kati iliyopo ya baina ittaqullaha ya kwanza na ittaqullaha ya pili, ambapo kwamba fakra yake ni waltanzur nafsun ma qaddamat lighadin, nafsi iangalie ilichokitanguliza kwa ajili ya kesho. Mwanzo umeambiwa muogope Mungu, alafu mwisho uambiwa tena muogope Mungu. Huku ambiwa wewe ni mu'min, ya ayyuhalladhina amanu. Unaweza kujiuliza kwa nini mtu ana imani alafu ambiwa muogope Mungu na angalie kinachofuata, aangalie mustakbali wake. La kwanza ni katika kujua kwamba katika muktadhayati iman, katika vinavyoashiria mtu kuwa na imani ni mtu kujifanyia hisabu ya mwenyewe, kujifanyia evaluation, kujifanyia tathmini. Ni sehemu ya mtu kuwa na imani, kuwa na tabia ya kujifanyia nini? Hisabu mwenyewe, na pia kuangalia mustakbali wako, lakini pia kuangalia jukumu la amal iliyoko sasa hivi mbele ya macho yako. Hivi vitu kama hutokuwa na sifa ya ucha Mungu, basi utaweza kujidanganya. Utaona majukumu yako ya lazima sio ya lazima, majukumu yako ya lazima juu ya shingo yako, unaweza ukasema hili la fulani sio langu, kwa sababu humuogopi Mwenyezi Mungu. Yale ya wajibu utayashusha kwenye daraja kwamba si ya wajibu, si ya lazima, na kwamba ni haramu, unaweza kusema hii ni makruh, sababu humuogopi Mungu. Kwa hiyo atakwa hapa ni kwamba inakuletea kuwa mkweli. Ni kama vile leo mtu aseme bwana, wewe kweli rafiki yangu na nini, lakini bwana natija ya damu yako inaonyesha ina ukimwi. Lakini mwingine aona akikwambia wewe una ukimwi utakuwa nimekuvunja moyo, aona utavunja urafiki, aona umemwambia jambo baya, akwambia bwana jiangalie vizuri na afya. Yupi bora? Alikwambia ukweli, na yule ndo rafiki mkweli. Na pia katika hili jambo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliposema ya ayyuhalladhina amanu taqullaha waltanzur nafsun bima qaddamat lighadin, iman, mcha Mungu, ikatajwa swala la kujipima. Hii inaonyesha kwamba imani si kitu pekee cha kumwokoa mwanadamu, bali imani ma'al amal, kwa sababu ingetosha kwamba Mwenyezi Mungu kwamba ya ayyuhalladhina amanu, yenye ambao kwamba mmeamini basi, lakini lazima umuogope Mungu, ujifanyie tathmini. Kwa hiyo kujifanyia tathmini unajifanyia katika amal. Hilo ni jambo la kwanza. Hii ndio message namba 1 ya hotuba yetu.
Message namba 2, ndugu Waislamu, ni bila shaka sote twajua hakuna atakayedumu katika hii ardhi. Albaqau lillahi wahda, kudumu kubaki ni kwa Mungu peke yake. Sisi sote tusubiri kufa wakati wote kuanzia sasa, sote tuliomo humu ndani, bila kujali umri wa mtu mzima aliyefika daraja ya juu, wala hao vijana wadogo ambao kwamba wao wanaona mustakbali wao mrefu, lakini yeye sasa hivi pia akafa. Hivi ndivyo sunnatul hayy hivyo. Lakini katika vitu ambavyo kwamba tunasema unaweza kama mwanadamu ukawa hai ukawa huna athar, na ukawa mayit ukawa na athari. Ukawa hai huonekani, na ukawa umekufa ukaonekana bado kama uko hai. Bila shaka wanadamu wako tofauti katika kuishi na wenzi wao. Unaomba kwamba ni watu wa binafsi, hajali ya wengine, hayawashughulishi ya watu wengine, lakini wengine kuumia kwa mwingine vinamshughulisha, vinamkosesha usingizi. Hivi ndivyo watu walivyo. Sasa mumin ana sifa gani katika hii? Mumin ni yule ambaye kwamba anashughulishwa na wengine kwa kadri anavyoshughulishwa na nafsi yake. Hiyo ndo maudhui ya khutba yetu hapa, kwamba leo inasema faltakun laka basmatun fi mujtama'ik, uwe na alama katika jamii yako. Uwe na nini? Na alama katika jamii yako. Labda tutakuja kuona huko mbele nini makusudio ya unwani hii katika maisha yako wewe kama muumini. Vitu gani uvifanye ili umeingia kwenye sifa hii ya kuwa wewe una alama katika jamii. Ndugu Waislamu, jambo la msingi la kwanza, sifa ya kwanza ya Muislamu daima kuwa ni mtu mwenye manufaa kwa wengine. Siku zote ni kama wewe ni mtumishi baada ya nafsi yako na nafsi nyingine zinazofuata, na ndio mbora wa watu aliowataja Mtume sallallahu alaihi wasallam kuwa wewe ni mwenye manufaa kwa wengine. Ni pale aliposema Mtume sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas, bora ya watu ni wale wanaowafaa zaidi watu. Wewe kuwa mcha Mungu, kuwa na daraja ya juu ya ucha Mungu. Kama wewe ni binafsi, hujali ya wengine, washindwa na yule ambaye kwamba atakuwa na ucha Mungu kama wako, lakini ashughulikia watu, wewe utakuwa daraja ya chini. Ndugu Waislamu, Uislamu umetutaka kuwa katika sifa maalum, ambapo kwamba kwa sifa hiyo ndio daraja ya imani imetimia. Sifa hii iko katika hadithi ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam aliyosema, mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim mathalul jasadil wahid, mfano wa waumini katika kuoneana kwao huruma na katika kupendana kwao, kuoneana huruma kwao, kama mfano kiwiliwili kimoja. Idha shtaka minhu udhun tadaa lahu sairul jasadi bisahari wal humma, kiungo kimoja katika kiwiliwili hiki kikilia na maumivu, viungo vyote, kiwiliwili chote kinabaki usiku hali ya kuwa kipati usingizi na kina homa. Hii ndio sifa au sura au picha ambayo kwamba Muislamu kama Muislamu atakiwa awe nayo na jambo linalomhusu mwenzi wake. Ndugu Waislamu, waliotutangulia mpaka leo tunaendelea kuwataja kwa sababu ya athari zao. Maulama waliokuwa Waislamu waliotutangulia tangu kuanza kuwa na ubunifu mbalimbali, kuanzia za kiuandishi mpaka za kielimu ya kisayansi. Manake Waislamu birudi katika tarikh, katika mambo ya hisabu, physics, chemistry, biology, wana athari kubwa katika ubunifu. Na kwa nini walikuwa na athari kubwa? Kwa sababu chanzo chetu sisi ni chanzo cha Mungu kilichoashiria viumbe vya Mungu vinaishi vipi, ikawa ni kichocheo cha watu kufanya nini? Kufanya utafiti. Ndipo walipokuja kufanya zile tafiti zao kupitia misingi ya Qur'ani ambayo kwamba imetoka kwa Mwenyezi Mungu muumbaji.
imetufanya sisi tuwe kama kichocheo, kwamba Mungu kataja kuna anga za mbali. Kwa hiyo anga za mbali nzipi, mbona sizioni? Watu wakatafuta. Tumeambiwa sisi kuna ishara za Mwenyezi Mungu katika anga za mbali na nafsi zetu. Kwani nafsi zetu kuna miujiza gani? Mbona kama ni mwili tu? Watu wakaanza kujichunguza tabia za mwili mpaka ikapatikana tiba. Watu wakajua magonjwa, watu wakajua viungo. Zamani hakukuwa na CT scan, hakukuwa na aitwaje X-ray, lakini mtu akikushika akujua. Uvumbuzi ule ulijua wapi? Hakukuwa na matendo kama haya ya leo ya watu kufanya autonomy kwenye madarasa. Yani maana anapasuliwa ule mwanadamu katika kufundishwa mtu udaktari, kila kitu akiona. Ilikuwa havipo hivyo ugunduzi. Sasa wameandikwa watu katika historia ya ugunduzi zao hizo, mpaka leo imebaki ni historia nzuri, imebaki athari zao, na ni makarne wameshapita. Wameacha nini? Alama nzuri. Ndugu Waislamu, ubunifu, kuwa na ujasiri, kuwa na ushujaa wa kutaka kuvumbua ni moja ya alama au ni sifa muhimu katika mtu kuacha alama nzuri katika jamii. Ndugu Waislamu, tunarudi kwamba tunazungumzia leo kuhusu utaacha alama gani wewe, basma, mark yako katika jamii. La kwanza, kumbuke ndugu Waislamu, kuwa wewe unataka kuacha alama nzuri ni sehemu ya imani. Kuwa na hamu, ukiondoka watu wanakumbuka mazuri yako, si ili upate kusifiwa. Isije kaingia masuala element ya ria, element ya nini, ya kujifaharisha, element ya kusifiwa, la. Lakini akali nikiondoka hakuna atakayesema kwa ubaya. Nabii Allah Ibrahim katika surati Shuara alisema waj'al li lisana sidqin fil akhirin, ewe Mola wangu mlezi. Alimuomba Mwenyezi Mungu kwa kumwambia nijalie mimi kuwa na utajo mzuri na athari nzuri kwa vizazi vijavyo. Nijalie watakao kuja wakinitaja mimi wananitaja kwa yapi? Mazuri, kwa vizazi vingi vitakavyokuja. Muumini haishi kwa ajili ya nafsi yake peke yake, mimi tu, wala haishi kwa ajili ya wale waliomzunguka karibu tu, mtoto wangu, mke wangu, habari imeisha. La, muumini hana mipaka. Kila mwenye sifa ya imani mpaka wake ni mwisho wa uwezo wake. Manake ni atamsaidia nafsi yake, baada ya familia yake, waliokuwa karibu, kisha karibu waliokuwa ndani ya mzunguko wa imani. Akimaliza hapo, waliokuwa kwenye mzunguko wa nini, wa ubinadamu. Mwisho ukitoka utaingia kwenye mzunguko wa kiumbe cha Mungu. Hamaki hata Mungu atafika mahali umsaidie. Huo ndio muumini. Hawi ni mtu mwenye kama mzunguko au kama vile boundary, ambapo kwamba hatoki kwenye khairi yeye eneo hilo tu. La, muumini popote anapokwenda ananufaisha. Ndugu Waislamu, surati Yasin, Mwenyezi Mungu anatuambia inna nahnu nuhyi al-mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Katika maeneo ambapo Muislamu anatakiwa ajitahidi nayo ni kubakisha athari ambazo kwamba zitaendelea kukunufaisha wewe katika maisha yako ya akhera. Mwenyezi Mungu anasema sisi ndio ambao kwamba tunawafufua watu na tunaandika yale walioyatanguliza katika matendo, wa atharahum, na yale walioacha katika mazuri au mabaya, waliyadhu billah. Ndugu Waislamu, katika hotuba yetu tutafanya kwa ufupi kidogo, hii maudhui kidogo ndefu, lakini tutaifanya kwa ufupi sana. Mambo muhimu makuu yafuatayo yakumbuke daima. Nini maana ya alama basma? Sasa hivi siku hizi alhamdulillah wanaita kuweka nini, wanaita kwa Kiingereza ile kuweka fingerprint. Weka fingerprint yako katika uhai wa watu wengine, katika maisha ya watu wengine, katika ulimwengu utoko uacha kwenye jamii yako. Alama, ndugu Waislamu, fingerprint ni ile kufika mahali kuacha athari nzuri katika maisha ya watu wengine.
maisha ya watu wengine, na inaweza ikawa katika majali yoyote, si swala katika yale yanayogharamia, la, kwa sababu kila mtu ana uwezo wa kuacha athari nzuri, mpaka yale ambayo kwamba wala yana gharama. Mfano tu kuwa wazungumza vizuri na watu wote ni sehemu ya athari nzuri utaweza kuiacha. Fulani anasema yule katika watu sijawahi kufanyaje kuwa nazungumza na mtu kama yule ninavyokuwa na furahi ikiwa akizungumza na mimi. Mwingine akwambia wajua yule bana kaondoka au kafa na mimi ndio rafiki yake mkubwa alikuwa. Mwingine kule anasema mimi ndio nilikuwa rafiki yake namba moja. Hao namba moja wako wangapi? Kwa nini kila mtu aona fulani mimi ndio nilikuwa rafiki yake namba moja? Kwa nini? Muamala mzuri mpaka yule anajiona huyu mimi ndio ananithamini kuliko watu wote. Ukifika wasifiwa na watu wote kwamba watu wote wanakuona wewe ndio rafiki yao namba moja, basi wewe Mungu amekupa taufiki, shukuru Mungu, usihadaike na shetani na nafsi yako, endelea kukamata tabia njema hiyo. Lakini ukumbuke inaingia katika mambo haya, katika jambo hili la kuacha athari, vitu vingi, hata kufundisha watoto, kupatanisha baina ya watu wawili, kusaidia wenye kuhitaji na mambo mengi yote ambayo kwamba inahesabiwa kwamba ni nini, ni mambo ya khair, hata kama utaona ni dogo. Not muhimu, chukua pointi hii, laisa almuhimu an takuna basmatuka kabira fi ayuni nnas. Sio muhimu kuonekana alama yako ni kubwa mbele ya macho ya watu. Eka hiyo sio lazima, wala sio muhimu ile alama unayotaka kuiacha iwe inaonekana ni kubwa mbele ya watu. Wa inma an takuna adhimatan inda Allah, la msingi ni kuwa iwe ni alama kubwa mbele ya Mungu. Nini maana yake? Nini maana yake? Mfano, mtu anaweza kawa ni bilionea alafu akatoa milioni 100 katika kuchangia. Bilionea katika milioni 100 nini katika jambo lake? Haathiri chochote. Hiyo ni pesa za hapa mfuko wa juu tu hizo, au sio? Atembea nazo, yaani ukilinganisha alichokitoa na alichomiliki. Lakini yapitishwa kapu, mtu ana 1000 hiyo alafu aitoa yote 1000, yule katoa milioni 100. Nani katoa nyingi? Milioni 100. Lakini mbele ya Mungu ipi nzito? Ipi nzito? Islam vipi? Ipi nzito, 1000 ama milioni 100 mbele ya Mungu? 1000. Kwa nini? Kinachopimwa ni nini? Juhudi. Kinachopimwa ni nini? Juhudi. Pale umeipinda nafsi, kama Sheikh Zahran Mwenyezi Mungu Ibrahim asema katika kutoa usikati kucha, kata ini, kile unachokipenda kicha ndani, kikata umia, wakata kucha umia, hujatoa. Kwa hiyo anayetoa 1000 anaweza akamshinda aliyetoa milioni 100 kwa mujibu wa ukubwa wa juhudi walioifanya. Kwa hiyo ujira mbele ya Mwenyezi Mungu ndio iwe mbele ya macho yako wewe. Muhimu sio kuwa kubwa mbele ya watu, muhimu kuwa kubwa mbele nani? Ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo madam wewe una uwezo wa kufanya yanaonekana ni madogo, hata kama kuondoa adha kwenye njia, si una hela, basi ukiona jiwe waliondoa, madam wafanya lillahi ta'ala, basi hiyo ni kubwa mbele ya Mungu, huenda ikawa ukamshinda aliyejenga msikiti wa milioni 500. Inachoangaliwa nini? Juhudi. Pili, kwa nini wewe unatakiwa uache alama? Jiulize wewe. Hii nukta namba 2. Kwa nini wewe unatakiwa uache alama ya baada ya kufa kwako? La kwanza kabisa, mwanadamu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kamleta katika ardhi hii, akamfanya kuwa ndio khalifa, kiongozi. Katika vitu moja ya majukumu aliyopewa ni imaratul ardh, ni kuijenga hii ardhi, kusimamia mambo ya watu na kuendeleza maisha. Ni kama alivyosema Allah Subhanahu wa Ta'ala katika surati Hud,
huwa anshaakum min al-ardhi wasta'marakum fiha. Yeye Mwenyezi Mungu ndo aliyekuumbeni katika hii ardhi, alafu pia akakujalieni ndio wakazi wake na wajenzi wake ni wa kuiendeleza. Sasa hii roho ya kuendeleza ni kuacha athari ya watu wengine, kuendelea maendeleo. Lakini ukumbuke kauli yake Mtume sallallahu alaihi wasallam, tunataka kujijibu maswali. Kwa nini inafaa wewe uwe na alama katika maisha yako, katika baada ya kufa kwako? La kwanza ni kwamba ni jukumu lako la kujenga ardhi na kuendeleza maisha, iwe ni yako wewe na ya wanaokuja. Sawa, hilo ni jukumu letu la kidini. Lakini pili, wewe unatakiwa uwe bora ya watu, khairun nas anfa'uhum linnas. Mtume sallallahu alaihi wasallam sema bora ya watu ndio wenye manufaa zaidi kwa watu. Kwa hiyo ili uwe bora lazima uweke alama katika khidma za watu. Lakini ukumbuke kwamba mwanadamu hapimwi katika mizani ngapi amekusanya, ngapi amemiliki, umaarufu wake umefika kiasi gani, bali mizani watu wangapi wamenufaika na uwepo wake. Hiyo ndio mizani ya ubora wa mtu, mizani ya heshima ya mtu, mizani ya imani ya mtu, na mizani ya ubora wa mtu. Kama ni mtu ambaye kwamba hanufaishi mtu yoyote zaidi ya nafsi yake, labda na kijizunguko wa familia yake tu, huyo si katika watu bora. Kwa hiyo, je, umesaidia watu wangapi? Je, umeshiriki katika kusolution ya matatizo ya jamii? Umeshiriki kiasi gani? Umesikia kuna sehemu kuna tatizo fulani, tokeza haraka, na mimi nimo, kuna jambo lolote na mimi naomba unishirikishe. Au ukisikia wewe ndio baada ngoja babangu wapita njia hii, utaki uonekane, sio ukaambiwa ushiriki katika kutatua tatizo la mtu. Vitu viwili tofauti. Ndugu Waislamu, hiyo ni point namba 2 ya kulikumbuka. Namba 3, ukumbuke kuacha alama nzuri inaanza na nafsi yako, sio ukasahau nafsi yako. Alama nzuri ni ule wema wako. Anza na imani yako, swala zako, tabia zako, uaminifu wako, ukweli wako, muamala wako na watu. Hilo ni la kwanza kabla kufua na kuangalia niki nikifanya, anza kufanya kwanza kwako. Inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Mwenyezi Mungu habadilisha yaliyopo kwa watu mpaka watu waanze kubadilisha yaliyomo katika nafsi zao. Ndugu Waislamu, la 4, tutakwenda speed kidogo, tuna dakika 5 tu, lakini alama yako baada ya nafsi yako, kinachofuata mhimili unaokufuata uliokuzunguka nani? Familia yako. Athari yako ionekane kwenye familia yako. Bila shaka tukizungumza familia yako, kuhusu watoto wako, mke wako, si swala la nini umewaachia, bali aina gani ya watu umeacha katika ulimwengu. Aina gani ya watu uliowaacha katika ulimwengu ndio athari. Mali ni nini? Mali shekhe, kwa lugha za kiutani ngeke watu ni bahati nasibu, qismu wa nasibu. Si swala la kustahiki au kuadhibiwa kukosa, la, ni Mwenyezi Mungu achagua mali ampe mwakilishi wake katika ulimwengu kwa kupitia mali fulani, mwakilishi wake kupitia elimu fulani, mwakilishi wake Allah subhanahu kupitia utawala watu fulani. Ampa ufalme atakaye na mnyima mtakaye, amtukuza mtakaye, amdhalilisha mtakaye. Hivi ndivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anavyoendesha. Haya ni majaliwa. Lakini unaambia kwamba ni kasb, ni kutengeneza, ambapo kwamba yanaanza nafsi yako tuliozungumza, kisha familia yako. Umeacha watoto gani? Ndugu Waislamu, ukumbuke unaweza ukawa watu wakasahau mengi ulioyasema, lakini wakakumbuka maisha yako, maneno yako kupitia uhai wa maisha ya watoto wako. Wakiwa na watoto wako kukumbuka, wakiwa na watoto wako kukumbuka. Kwa hiyo endeleza kuwepo kwako hata baada ya kufa kwako. Endeleza uhai wako baada ya kufa kwako kwa kuwepo watoto madhubuti. Siwe baba atajwa na positive, huyu mtoto hii negative iko mwisho huko. Akaribia tena kama neutral. Ule mtoto fulani kweli.
una uhakika ule mtoto wake? Havifanani. Kwa hiyo ili uache athari nzuri, acha watoto wazuri. Jingine ndugu Waislamu, la basma yako katika msikiti, alama yako katika msikiti. Kama hapa misikiti mingine yote tunazungumza, kwa sababu misikiti ndio yani sehemu ya kukusanyika sisi Waislamu, na siku zote haraka yote yaanza msikitini. Hata Mtume sallallahu alaihi wasallam tunajua alipofika Madina, jambo la kwanza kujenga nini? Ni msikiti. Hata serikali ilikuwa inaanza harakati zake kutoka msikitini, vita msikitini, elimu ni msikitini. Una athari gani wewe hapa, au ni wa kuingia na kutoka tu? Ndugu Waislamu, kinachotakiwa hapa kuhakikisha ile role manake mchango wa msikiti kwenye jamii inakuwepo. Athari ya msikiti kwenye jamii inakuwepo kwa wewe kuchangia, ikiwemo kwanza kuwepo masuala ya elimu kuanzia watoto madrasa hizi, halafu elimu kwa watu wazima kwa kuhudhuria wewe pamoja na wengine kuwashajisha kufika. Lakini jingine, tukikutana misikitini tunakutana watu ambao kwamba hatukutani kirahisi, tunakutana mara 5 kwa siku. Shida za mwenzako upate kuzitambua, umsaidie. Aumwa mtu, wamtembelea, amepata tatizo, tunakuwa pamoja naye, hata kama sio kumsaidia, hata kule kumliwaza, pole bwana, umepata janga fulani. Haya ndio sehemu ya athari za msikiti. Kwa hiyo ndugu Waislamu, bila shaka tukizungumza msikiti hapa, si swala la wewe kushiriki kujenga, bali kinachotakiwa ni kule kujenga yule binadamu, kwa sababu msikiti wajua, hata wa makuti ni msikiti. Kwani msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam ulikuwa huu wa mazege na maisi? La, ilikuwa nguzo zake ni miti ya mitende, chini hakuna kitu, sakafu ni majani ya mtende, pembezoni ni udongo, hana matofali wakati ule, ndivyo sivyo? Kinachoangaliwa sio ujenzi wa jengo, ni ujenzi wa watu na imani zao, na ujenzi wa mafungamano baina ya waja. Sasa wewe msikitini wafanyaje? Wafanya nini msikitini? Je, wakutana na watu wenye shida zao ukawa wewe sehemu ya solution, au wewe ni mtu wa kuingia na kutoka wakimbia kuja msikitini wakati fulani, unaona kifika pale bana na kwa risasi kwa lugha za vijana, sio pana risasi pale. Wewe Mungu kakupa, lakini waogopa nini kutoa? Ndugu Waislamu, jingine ambalo kwamba tumebakisha dakika moja tu, lakini nitazitaja tu. Sehemu nyingine ya kujiuliza, je, nina alama eneo hilo? Ushiriki wako katika taalimu, katika kualimisha watu, na hapa zaidi kwa ulimwengu huu wa kileo, kuwawezesha watu kupata elimu hii ya sekula na ya dini. Kwanza ya dini ndio ya lazima ya kwanza, wao kusaidia katika watoto kufika madrasa na kuwepo majengo ya madrasa na walimu kufanya kazi ya madrasa. Hii ni sehemu ambayo kwamba lina matatizo kweli, lina matatizo makubwa mno, eneo la elimu ya dini kwa kazi ya madrasa. Lakini tukija mpaka elimu hiyo ya sekula, vipi tunawasaidia wale ambao kwamba hiyo elimu ya sekula kwao ni gharama, haswa kwenye ngazi za juu za vyuo? Umeshiriki nini? Ndugu Waislamu, unaweza ukapanda mti ambao kwamba wewe hutokaa kwenye kivuli chake, pengine huenda hata kula tunda lake usiwahi, lakini kwa kupanda kwako ukafa kesho tu ule mti ukaja ukafunika kivuli chake, mamia wa watu ikawa umewasaidia na matunda yake kuwanufaisha wengi. Hiko ndio kinachotakana katika kufundisha watu elimu. Nyingine ndugu Waislamu, niache hii alama yako katika kutengeneza jamii, lakini nataka swali ujiulize, nini mpaka sasa umefanya? Kuwa mkweli wa nafsi yako kwamba mimi kitu gani nimeacha alama, nikiondoka watu wote watanikumbuka nini katika mambo ya kheri. Sio ukajiuliza mimi nilikuwa mchezaji mpira, nilikuwa kiongozi katika hiki, katika siasa, katika nini. Umefanya nini kwa watu? Kumbuke Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alisema, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Nyinyi mmekuwa bora ya watu uliotolewa kwa watu, bora umma uliotolewa kwa watu. Naamrisha mema
mnakataza maovu, halafu mnamwamini Mwenyezi Mungu. Angalia hapa, yametangulizwa kuamrisha mema, fanya mambo mazuri, amrisha, fanya mazuri, fanya mazuri. Ukiona baya, no, usifanye, halafu muamini Mwenyezi Mungu. Kwa nini isitangulizwe imani hapa, kwamba ndio asasi, ndio msingi wa dini? Tuanza na kuwa wewe ni Muislamu kwa kwanza na nini? Na imani, halafu ndio unaamrisha mema, unakataza maovu. Lakini katika kutajwa hapa ubora wa huu umma umeanzishwa na khairia hadhi ile umma, ubora wa huu umma umetajwa katika kategori au sifa tatu. Kwanza, amru bil ma'ruf wa nahy anil munkar, al-iman billah. Al-iman, kumwamini Mungu ulitakiwa iwe ndio priority, ndio step number 1. Lakini kwa nini ikaanza kuamrisha mema na kukataza maovu alafu ndio iman billah? Kwa nini? Hii kwamba mtu anaweza akawa mtu muumini lakini hawi bora kama hajatimiza amri bil ma'ruf wa nahy anil munkar. Mimi Muislamu, hatu afanye khairi umwambii, wala hafanya baya humkatazi. Haupo kwenye ubora wa imani, haupo kwenye ubora huu umma wewe, ndugu Waislamu. Kwa hiyo ubora wako upo katika nini? Matendo, amal. Ndugu Waislamu, ukumbuke ubora wa mtu au alama haiunganishwi na kuwa na umri mkubwa au kuwa na mali nyingi au na mansab, bali yani usije ukasema mimi nitakapokuwa tajiri nitafanya mambo makubwa ya kuacha alama, nitakapokuwa kiongozi nikichaguliwa kuwa rais nitafanya. Allah, fanya na kile unachoweza sasa hivi, kile ambacho kiko ndani ya uwezo wako. Usitafute mashuhuri, tafuta athari, hasa katika muda huu wa mfulonao wa kidijitali, ambapo kwamba bahati mbaya katika vitu vinavyohuzunisha imefika mahali watu wanaofanya kheri hamalizi kama haja rekodi na kuituma katika social media. Uwe na tahadhari kubwa sana, la sivyo amali yako itapotea habaa manthura, waliyadhu billah. Ndugu Waislamu, usijalie lengo lako ni kwamba watu wangapi watakutambua, bali kam shakhsan taghayyara bisababi alkhair alladhi qaddamta. Katika lengo lako isiwe watu wangapi watanitambua kwa wema huu uliofanya, bali lengo lako watu wangapi watabadilika maisha yao, yataboreka maisha yao, watapata suluhu ya matatizo yao kwa sababu ya msaada wangu. Hiyo ndio weka katika nini, katika kichwa chako. Nyingine, ndugu Waislamu, usije waliyadhu billah ikawa athari yako kubwa uliyoiacha wewe badala ya kheri ikawa ni mbaya, ikawa watu wanakuiga kwenye mabaya huko. Tusiingie sana. Namalizia mwisho kabisa. Vipi utaanza wewe safari ya kuacha alama katika maisha ya baada ya kuondoka kwako? Kwanza kabisa, isal nafsaka mambo matano. Jiulize nafsi yako mambo hayo matano. La kwanza, mal qudrati allati atani Allahu iyaha, umepewa nguvu gani na Mungu? Mwanachuoni, je, ni mwenye mali, mwenye cheo, mwenye nguvu, mwenye hikma, mwenye busara? Hiyo sehemu Mungu aliyokupa nguvu ziada, basi ndio nini, patumie. Je, una uwezo wa kulisaidia kundi gani katika jamii? Mimi kama Mungu kanipa mali, fakiri na maskini ndio mtaji wangu sasa wa kuacha alama yangu. Mimi nimepewa elimu, kufundisha ndio nini, ndio sehemu ya kuacha alama yangu. Nimepewa cheo, basi khidma, kuhudumia watu ndio sehemu ya kuacha alama yangu. Tatu, ni mushkila upi ambao kwamba wewe una uwezo wa kuchangia? Kama huwezi kumaliza wote, ni mushkila upi una uwezo wa kuchangia kupatikana solution? Ulize. Lakini la nne, kitu gani unaweza kuanza wiki hii baada ya kujua wapi unaweza kuanza? Na la tano, jiulize kitu gani nifanye hii amali yote nitakayoanza iwe ni endelevu baada ya kufa kwangu. Ukifanya hatua tano hizi, biidhnillah, wewe utaacha alama nzuri. Bila shaka tumalizie
sisi sote tutafika mahali itakuwa hatupo tena duniani. Matendo sahihi hizi karatasi za matendo yetu tayari zishafungwa, hatuandikiwi kitu, lakini tuweza tukasahauliwa, lakini athari zetu hazitosahauliwa. Yatabaki yale ambayo kwamba Mwenyezi Mungu ashayathibitisha, idha mata ibnu adam inqata amaluhu illa min thalath, sadaqatun jariya, ilmun yuntafa'u bihi, au waladun salih yad'u la, na athari nzuri ambazo kwamba tutakuwa tumeziacha. Wakati fulani unaweza kujiuliza, watu wenyewe hawana kheri. Jiulize swali moja wewe. Usijiulize swali hili la kwanza, nini jamii imenipa? Usijiulize. Jiulize, nimeipa nini jamii? Sababu mwisho wote wewe sio accountable, sio mwenye kuulizwa na jamii. Utaulizwa na nani? Na Allah subhanahu wa ta'ala, na uwezo aliokupa umeutumia vipi. Ndio maana waambiwa siku ya kiyama katika swali atakaulizwa mwanadamu, ataulizwa mwanadamu na Mwenyezi Mungu, nilikuwa na njaa hukunilisha. Wewe Mungu, mimi mwanadamu vipi wewe ulikuwa na njaa na nikulisha? Hakukuwa na fulani ana njaa, unajua na matatizo, halafu ukumlisha. Ungemlisha ungenikuta mimi niko kwake. Kwa hiyo usije ukaona la jamii ni la watu, la jamii ni la Mungu na la kuhusu. Kwa hiyo usiseme jamii imenipa nini mimi. Wewe umeipa nini jamii? Mungu ukumbuke akakupa ziada kuliko wengine. Hii alichokupa ni kwa ajili ya wengine. Na ndio maana kama mfano katika ilmu, ukiwa na ilmu ya ziada lazima uifundishe. Ikiwa ni mali lazima uitoe, ima kwa njia ya sadaka au zaka, kwamba ni lazima. Nyingine, ndugu Waislamu, usiulize ile, usije kapita katika vipi nitakuwa mtu mashuhuri, bali jiulize vipi nitakuwa mtu mwenye manufaa kwa watu. Nyingine, ndugu Waislamu, usije ukasubiri mpaka uwe mtu mkubwa ndio uache athari, bali anza na unachoweza. Cha msingi, sharti kubwa kuwa na ikhlas katika amali, kuwa mukhlis lillahi ta'ala, basi amali yako itakuwa kubwa mbele ya Mungu na itakuwa kubwa mbele ya watu. Ndugu Waislamu, na mwisho namalizia na Qur'ani, Mwenyezi Mungu aliposema wa laysa lilinsani illa ma sa'a, hana mwanadamu malipo zaidi ya yale aliyoyafanya tu. Wa anna sa'yahu sawfa yura, na matendo yake yataonekana. Hiyo ni athari zake. Wewe unamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie kwanza tuwe na thabati katika taa sisi wenyewe, tuizifanye nafsi zetu wenyewe, tushike sheria na tufanye mambo mazuri kwa ajili ya nafsi zetu. Alafu baada ya hapo, vile alivyoturuzuku Mwenyezi Mungu katika tunayoweza kuyafanya, basi atuwezeshe kuacha alama nzuri katika maisha ya watu wengine. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Wa sallallahu wa sallim barik ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah.